sio tu somo, lakini unatakiwa uishi katika maombi na uishi kwenye mtazamo wa maombi. Kwa nini? Kwa sababu nyakati za sasa ni nyakati ambazo kanisa linapita kwenye mpito usio wa kawaida, linapita kwenye hali ya mchanganyiko wa imani za ibilisi ambazo zinafanania vazi la Kristo, lakini bado Yesu anabaki kuwa Mungu na atahubiriwa kama Mungu. Sema amina. Haleluya. Leo nitazungumza ushindi katika maombi au vita, maombi ya vita. Jamani, haleluya. Na mwishowe tutaona ushindi katika maombi. Nitaongea maombi ya vita, haleluya, na kushinda vita. Tunaposema vita tuna maana gani? Vita ni mapambano ya ndani ya mwamini. Vita ulio nayo ni mapambano yako unayopambana ndani ya mwamini. Hii sio vita ya nje, hii ni vita katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Na katika safari ya mwamini lazima aelewe kuna vita. Sema haleluya. Hakuna mtu yoyote anayemwamini Kristo halafu asione vita, na hili Paulo aliliona mapema sana, akaandika katika kitabu cha Efeso. Nisikilize, wakati mwingine hata unadiliki kufanya vitu kinyume, si kwa sababu yako, ila ni vita. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Nina habari njema kwa wana maombi, nina habari njema kwa watu wanaopiga magoti, ya kwamba sasa utashinda vita. Haleluya, utashinda vita. Kile kinachokusonga moyoni leo, nina habari njema kwa ajili yako. Leo nina taarifa njema kwa ajili yako. Wewe ni mshindi katika vita. Sema amina. Sema amina basi. Haleluya. Naomba tusome katika kitabu kile cha Efeso sura ile ya 6. Sura ile ya 6. Leo naongea maombi ya vita na utapata ushindi. Sura ile ya 6 mtaanza na mstari ule wa 10. Biblia inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Unajua kuna uhodari wa kufanya mazoezi. Jamani, haleluya. Unauweka mwili sawa, unaenda gym, unakimbia kwenye mitambo, unaweka mwili sawa, unakuwa mwili hauchoki. Sasa ni kinyume kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho, jimu yako, jamani amina, mwambie mwenzako, kwenye ulimwengu wa roho kuna jimu. Jimu yako ni maombi. Haleluya. Ukitaka ufanikiwe, ukitaka umwone Mungu, hamna namna yoyote isipokuwa ni kuomba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako ni kuomba. Hamna njia yoyote inayoweza kukusaidia, na hakuna mahali popote panaweza kukupa msaada. Msaada wako ukatika Bwana, na ukimuomba anakupa sawa sawa na mapenzi yake. Haleluya. Maana Yesu mwenyewe alipokuja duniani alihimiza habari ya kuomba, ya kwamba ombeni hivi, mkiwasalini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufanye nini? Uje. Omba mpaka ufalme wa Mungu uje.
Jamani, haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema muwe na nguvu katika uweza wa nguvu zake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haishi hapo, anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Haleluya! Unajua shetani ana hila na wewe. Shetani ana wivu na wewe. Shetani alimwonea wivu Ayubu, akaenda akamshtaki kwa Mungu Ayubu, akamwambia ulikuwa wapi? Akasema nilikuwa duniani ninazunguka zunguka. Akasema ulimwona Ayubu? Akasema yule, kwa sababu umempa kila kitu. Jamani, haleluya! Hila huharibu mioyo ya watu, na watu wanaweza wakaharibika kwenye hila. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hila ni wivu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wivu. Hata mtu siku moja nilikuwa nawaambia kwamba mtu unapoinuliwa usifurahi sana. Mtu unapobarikiwa usifurahi sana. Mtu unapobarikiwa usilale sana. Mtu unapokuwa na pesa usijisahau sana. Mtu unapokuwa na nyumba usijisahau sana. Mtu unapokuwa na usafiri usijisahau sana, maana yule mwenye hila anaangalia pale na kile kitu anakifanya kiwe kikwazo cha baraka yako. Namna gani tutashinda? Tutakuwa macho kwenye maombi, tutasimama na maombi. Sema amina. Jamani, semeni amina. Haleluya. Sasa nasema vaeni silaha zote. Unajua tatizo, sisi wanadamu tukifanikiwa kidogo tunachanganyikiwa kabisa, na ni kibibilia. Mungu anampa Adamu mke, hamshukuru hata kwa maombi, anajigamba tu. Huu ni mfupa katika mifupa, nyama katika nyama. Hakuna hata kusema asante Mungu umenifanyia upasuaji, hakuna. Haleluya. Mwambie mwenzako uwe mwangalifu kwenye baraka. Jamani, hii ni kweli, nawaambieni, baraka zimewatoa watu kwenye chaneli ya kiroho. Walikuwa rohoni, wamekuwa wa mwilini. Na jambo lingine, sijui kwa nini vimekuja, uwe mwangalifu kwenye nadhiri zako unazoweka. Jamani, haleluya. Kuna mama moja hapa, mume wake alikuwa hajaokoka. Akija hapa anaweka nadhiri, mimi mume wangu akiokoka atakuwa mtumishi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akafanyaje? Akasikia. Amina. Halafu wakakaa kwa amani sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yao yakawa mazuri sana. Haleluya. Mungu akawaambia ninawataka. Halafu siku moja nikawakuta walikuwa kikao na wasomi fulani. Mmoja alikuwa anasoma udaktari, mmoja alikuwa anasoma mifugo. Akasema, wakaniuliza swali, sasa umemsomesha mtoto amekuwa daktari, leo amekuja kusema nimeitwa kuwa mchungaji, utamwelewa? Nikamwambia mimi nitamwelewa sana. Akasema kuna mzazi mmoja hakumuelewa mtoto wake, amesomesha, ameuza mashamba yake, halafu anasema siendi na nimepata ajira, siendi kuripoti, Mungu ameniita nikawe mchungaji. Unajua, kumsikiliza Roho Mtakatifu sio jambo rahisi, lazima uwepo magoti. Wale wazazi wakamlaani sana mtoto, tumekusomesha, ndugu zako wamekuwa masikini kwa ajili yako, leo unakwenda kufanya nini? Unajua, mara nyingi sana kwenye utumishi ni kweli kuna vita, lakini iko thawabu ya Mungu kubwa. Mimi ninaamini kitu. Haleluya. Hali ikawa ngumu. Sasa naomba nisizungumzie ushuhuda, niendelee kufundisha somo langu la maombi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Siku moja Bwana akinijalia nitakuja kuwamalizia hapo kwa ushuhuda, nini kilitokea na Mungu alibariki yule mtu. Kijana yule alibarikiwa sana. Jamani, amina. Haleluya. Na mara nyingi sana watu wanafikiri
kazi hii ya uchungaji ni kazi tu ya kuhangaika. Hapana, ni kazi ya Mungu, na Biblia inasema mtu atakayenitumikia mahali nilipo na mtumishi wangu atakuwepo. Tena mtu akitumikia, Baba wa mbinguni atamheshimu. Kama Mungu maskini, na watumishi watakuwa maskini. Kama Mungu tajiri, maana alipo na yeye atakuwepo. Sema amina. Haleluya. Usilogwe kabisa kuambia kwamba kwa nini wachungaji wanafanikiwa. Wamekaa kwa baba yao mwenye kila kitu, mwenye vyote, na anawabariki kwa vyote, wanatembea kwa vyote, wanaishi kwa vyote, maana wamekaa, wamesikia sauti, wakakubali, wakatembea katika njia yake, wakapata mateso ya kutosha, halafu Mungu akawatunuku. Ziko baraka ndani ya utumishi kama utasikia maombi. Sema amina. Haleluya. Sasa sio wote wawe wachungaji. Na wewe umeitwa kwenye utumishi wako, Mungu atakubariki. Mwambie mwenzako, na wewe umeitwa kwenye utumishi wako. Jamani, amina. Umeitwa kwenye nini? Utumishi wako umeitwa. Kama kufagia, fagia 100%. Lakini muombe Mungu. Mimi leo nasiki kwa nini nimekuja hivi vitu. Vaeni silaha zote za Mungu, si ndio jamani? Mpate kuzipinga hila za shetani. Jamani, amina. Kwa hiyo shetani ana hila. Hii ndio imetokea hapa. Jamani, amina. Kwenye zile silaha ziko silaha. Jamani, amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya nini jamani? Ya falme na mamlaka. Sikilizeni hapo. Na ndio maana tunaomba kushindana kwetu sisi tuliokoka, hatushindani katika damu na nyama. Jamani, amina. Nisikilizeni kwa makini hapa. Hakuna mtu duniani yupo bila tegemeo. Nisikilizeni. Hakuna mtu aliyeko duniani anaishi bila tegemeo. Kama ni wa ibilisi atategemea ibilisi, kama ni wa mashetani atategemea mashetani, yatamuongoza si ndio? Yatamrusha, atampeleka kalale porini siku 3 siku 4. Huyu anategemea mashetani, lakini sisi tunategemea jina la Bwana. Kanisa tupo, tunategemea jina la nani? La Bwana. Ndio maana nasema vaeni silaha zote za ili, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kuna jamani, amina. Wakikusema wewe nenda kawaombee, ni gharama sana kumwombea mtu aliyekusema vibaya, lakini muombee. Ni gharama sana mtu aliyekusengenya ukasikia taarifa zake, ni gharama. Lakini wewe usiende, na wakati mwingine usiende kumuuliza kwamba wewe ulisema hivi, ukasema na huyu hivi. Kama mtu wa rohoni na hayo aliyosema hayapo, kapige magoti, mwambie Bwana, nimesikia habari hizi, wewe simama na mimi, unitetee, uniokoa wewe, umenipenda wewe, umenichagua wewe. Nasimama na Bwana, nasimama na Bwana, nasimama na Bwana. Nimeamua kusimama na Bwana. Sitasikia